Dar es Salaam Young Africa wamedhamiria kuweza kufanya kweli katika dirisha la usajili ambalo litafunguliwa hivi punde baada ya ligi kutamatika. Leo hii nataka nikuletee tetesi ambayo imekuwa na uhakika wa asilimia karibu 75 kuhusiana na mchezaji raia wa Kenya ambaye anahusishwa zaidi kujiunga na Dar es Salaam Young Africa. Hebu karibu twende tumtazame mchezaji huyu anaitwa mchezaji gani ambaye anakwenda kujiunga na Wanajangwani. Na mpaka sasa rais wa Young Africa Engineer Hersi Said amekuwa akifanya kila jitihada kuweza kunasa saini ya mchezaji huyo kutokea katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Huyu anaitwa Mohamed Omar Ali Jaba, ambaye huyu amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa na sifa ya kipekee sana katika uchezaji wake. Ni mchezaji ambaye anacheza nafasi ya kiungo mshambuliaji, mara nyingi anakuwa anatokea pembeni, na mguu wake wenye nguvu ni mguu wa kulia. Wa kulia umekuwa mguu wenye product kubwa sana, na umri wake inasema kuwa ana miaka 22. Amezaliwa Machi 15 mwaka 2003 pale pale jijini Nairobi. Lakini pia huyu aliwahi kupitia katika academy inaitwa Stefan Academy, ambayo hii imekuwa na mwendelezo mzuri sana wa kuweza kutoa wachezaji wengi sana ambao wamewika ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Na kabla ya timu ambayo anacheza sasa hivi ya Polisi Kenya, alikuwa ametokea katika timu ya Nairobi City Stars, ambayo hiyo ndio ambayo alikuwa akichezea huyu Mohamed Omar Ali Jaba, ambaye huyu ukiangalia urefu wake anakadiriwa kuwa na urefu wa mita 1.77, ambao hiyo ukipeleka katika nchi inakadiriwa kuwa ni inchi 5, ni futi 5 na inchi 10. Omar Jaba ambaye ni Mohamed Ali Omar Jaba. Na mchezaji huyu amekuwa na mwendelezo mzuri sana akiwa anaichezea timu ya Nairobi City, aliweza kuifungia magoli 11, lakini pia akiwa anaichezea timu yake ya sasa hivi Police Kenya ameweza kucheza michezo mitatu na kuweza kutupia magoli 3. Utajiuliza kwa nini amecheza michezo mitatu? Hii ndio current team ambayo alikuwa nayo alipokuwa ametoka Nairobi City Stars, ambapo alikuwa amejiunga nayo mwaka 2021 na mkataba wake alikuja kutamatisha mwaka 2025. Mwaka 2025 ndipo amejiunga na timu hii ya Police Kenya, ambapo katika michezo mitatu ambayo ameicheza ameweza kutupia magoli 3. Kwa hiyo ni mchezaji hatari kweli kweli, na hata katika timu yake ya taifa ya Kenya pia ameweza kutupia. Kwa hiyo kwa minajili hiyo Dar es Salaam Young Africa wameingiza makucha yao wakiwa wanamhitaji mchezaji huyu. Na ukiangalia aina ya uchezaji wake kutokana na umri aliokuwa nao, lakini pia urefu aliokuwa nao, obviously akiingia ndani ya Dar es Salaam Young Africa itakuwa ni sehemu ya msaada mkubwa sana, kutokana na mifumo ambayo anapenda kuitumia. Mirudi Hamdi amekuwa ni kocha ambaye anapenda kutumia zaidi kutokea pembeni, kutanua uwanja, na huyu nafikiri atakwenda kuwanufaisha zaidi. Na ukiangalia ni mchezaji ambaye amepitia katika academy na amepata malezi makuzi katika maisha ya mpira, familia yake na ya kimpira. Kwa hiyo huenda akija ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa akawa ni msaada mkubwa. Lakini pia advantage ambayo Yanga nyingine wanaipata ni kwamba wana uwezo wa kufanya long term program dhidi ya mchezaji huyu, kwa maana anajiunga na Dar es Salaam Young Africa akiwa na miaka 22 kwenda 23. Kwa hiyo hata watakapompa kandarasi ya muda mrefu kuanzia miaka 5, haitakuwa hasara kwa klabu, kwa sababu anakwenda kuungana na watu kama wakina Shehan Ibrahim, watu kama wakina Clement Walid Mzinze, watu kama wakina Dennis Nkane, ambao wachezaji wenye umri mdogo, watu kama wakina Butwali Bumsheri. Ngaja Butwali Bumsheri kwa sasa ni miaka 26, lakini ukiangalia kwa nafasi ya golikipa haitishi sana kwa umri huo. Lakini ukimwangalia huyu
Mohamed Omar Ali Jaba ana miaka 22. Kwa hiyo ina maana akija Dar es Salaam Young Africa akiwa na miaka 23 itakuwa ni faida kubwa na itakuwa ni progress kubwa kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa. Nimekuwa nikipokea maswali mengi kwamba inakuwaje Dar es Salaam Young Africa walishavuka mipaka ya kuanza kusajili wachezaji kutoka East Africa, walikuwa washaanza kwenda Afrika Magharibi, walishaanza kupanda kwenda mbali zaidi, vipi wanarudi tena katika ardhi ya Afrika Mashariki? Ukiangalia moja kwa moja ni kwamba mpaka sasa kuna wachezaji kutoka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki wamekuwa wakifanya vyema zaidi. Tukimwangalia Duke Abuya, tukimwangalia Medi Kagere ameweza kucheza kwa mafanikio makubwa sana katika ardhi ya Tanzania toka akitumikia Simba Sports Club. Tukimwangalia Duke Abuya toka akiwa Ihefu anakwenda Singida Black Star, anakuja Dar es Salaam Young Africa, tunamwona ni mchezaji ambaye ameweza kufanya vyema zaidi, na inahusishwa kuwa Duke Abuya amekuwa ni sehemu ya kuweza kushawishi kwa Mohamed Omar Ali Jaba kuweza kujiunga na Dar es Salaam Young Africa kutokana na kwamba wanatoka taifa moja, lakini pia zile tamaduni anajaribu kumshirikisha namna gani akija Dar es Salaam Young Africa anaweza akawa sehemu ya kuweza kuenjoy na kuweza kujiona kama yuko pale Kisumu ama jiji la Nairobi pale nchini Kenya. Kwa hiyo ndio tetesi ambayo ipo imeshika hatamu sana kwa sasa. Dar es Salaam Young Africa wapo katika hatua za mwisho kuweza kufanya makubaliano na mchezaji huyu, na mchezaji mwenyewe ameonyesha interest ya kuweza kuja kujiunga na Dar es Salaam Young Africa. Kwa sasa wapo katika mazungumzo, management ya mchezaji ipo katika kuangalia maslahi ya mwisho, kuona namna gani mchezaji huyu anaweza kuja kuitumikia Dar es Salaam Young Africa. Na kama unavyojua kwa sasa Dar es Salaam Young Africa ina winga ambaye wanamtegemea Maxim Pia Zengeli, Jonathan Kangalombo. Kwa ina maana akija ongezeko likija la Mohamed Omar Ali Jaba, inawezekana ikawa ni sehemu ya kuweza kuongeza zaidi ufanisi katika eneo la kiungo mshambuliaji. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikiwa nakuletea tetesi ya moto kabisa kwamba Dar es Salaam Young Africa sasa wamefikia katika hatua ya kutaka kumhitaji mchezaji huyu aweze kujiunga na viunga vya Jangwani. Kama utakuwa bado haujasubscribe, unaweza kufanya hivyo kubonyeza neno subscribe, itakuja alama kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za michezo ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.